mfuko wa pamoja wa wadau mbalimbali wamechanga na ili kusaidia nchi mbalimbali. Tunafahamu kwamba nchi mbalimbali nchi moja ikiwa haiko salama, usalama, maana yake nchi zingine pia haziwezi kuwa salama kwa sababu magonjwa hayana mipaka. Kwa hiyo wadau mbalimbali waliamua wakachanga hizi hela, zikaitwa hiyo kwenye mfuko, zikaitwa mfuko huo unaitwa Pandemic Fund. Na sisi pia ni Tanzania tumepata sehemu ya huo mfuko. Kwa hiyo tuko hapa Mwanza kwa ajili ya kutekeleza uzinduzi wa huo mfuko. Tunapenda wananchi na wadau mbalimbali wafahamu kwamba tumepata huo ufadhili. Hizo hela kwamba zimetoka. Unajua serikali yetu ni serikali ya uwazi. Kwa hiyo tunapenda jamii, wadau waelewe kwamba tumepata huo mradi na tunatekeleza masuala gani ambayo tutayaeleza hapa kwa kina. Lakini yote haya ni katika kuhakikisha usalama wa afya wa nchi yetu, Afrika na dunia nzima iwe salama. Ndio mkurugenzi msaidizi, kabla hatujaendelea mbele, tungekufahamu kwa uzuri kabisa. Nimekutambulisha Dr. Vida, anayekusikiliza pate kukufahamu kwa uzuri, jina lako, nafasi yako, lakini tuwafahamu pia wengine kabla hatujaendelea. Okay, asante. Mimi naitwa Dr. Vida Makundi Mbaga, ni mkurugenzi msaidizi idara ya kinga na shughulika na ufuatiliaji na udhibiti wa magonjwa. Okay, karibu sana. Asante ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Valentina Sanga, natoka ofisi ya Waziri Mkuu, idara ya management ya maafa, sehemu ya afya moja, kama mratibu wa masuala ya afya moja nchini, lakini niko hapa kumwakilisha mkurugenzi msaidizi wa sehemu ya afya moja, ofisi ya Waziri Mkuu. Asante. Asante sana. Karibu sana. Asante. Kwa jina naitwa Dr. Gaspar Chiwanga, natokea wakala ya maabara ya veterinary Tanzania. Niko hapa kwa ajili ya kumwakilisha mtendaji mkuu. Ndio. Msikilizaji, huo ndio ugeni ambao tunao. Sasa tufahamu vizuri kabisa, mkurugenzi msaidizi, kwa nini mpo Mwanza, lakini tufahamu pia huo ufadhili ambao umeusema. Asante. Tupo hapa Mwanza kama ambavyo nimesema, wadau wa aina mbalimbali kwa mtindo wa afya moja, tukitekeleza na kushuhudia uzinduzi wa mfuko wa pamoja au mradi, ili kuwa na mradi unaoitwa kama Pandemic Fund. Huu ni ufadhili ambao umetolewa na wadau mbalimbali na unalenga kusaidia serikali katika kuimarisha mifumo ya kuzuia, kugundua na kukabiliana na magonjwa ya milipuko pamoja na dharura nyingine za kiafya. Mfuko huu au mradi huu umetolewa na wadau mbalimbali kama ambavyo nimesema, na hapa nchini kwetu unatekelezwa na wizara, unatekelezwa kwa upande wa Tanzania bara na pamoja na Tanzania Zanzibar. Na pia unatekelezwa na wadau mbalimbali zikiwepo Wizara ya Afya, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, pamoja na taasisi zake. Lakini pia tuko chini ya, kama ambavyo tunafahamu, utekelezaji unasimamiwa na TAMISEMI, ofisi ya Rais TAMISEMI. Kwa hiyo ofisi ya Rais TAMISEMI pia tuko pamoja. Kwa maana yake si tu magonjwa ya milipuko kwa binadamu. Ni magonjwa ya milipuko kwa binadamu pamoja na wanyama. Okay. Kama ambavyo tunafahamu magonjwa ya wanyama pia yanasambaa kuja kwa binadamu. Ndio. Pamoja na mazingira. Sehemu pia mazingira yakiwa pia hayako sawa, pia binadamu anaathirika. Pamoja na majanga mengine, ndio maana nimesema ni majanga mengine, sio lazima tu yawe magonjwa ya milipuko. Kwa sababu majanga mengine pia yanasababisha magonjwa. Mfano niseme labda nikichukulia janga la Hanang, labda lile pia linafanya afya za binadamu zinaathiriwa na pia inaweza kupelekea uwepo na magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo kwa mtindo huo wa afya moja na kuchukulia na kwa nchi nzima, tukisema kwa mtindo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunatekeleza huo mradi kwa pamoja. Lakini pia tuko na wadau wa mbalimbali ambao tunafanya nao kazi kwa pamoja. Wadau wa WHO, UNICEF, shirika la
Chakula Duniani, FAO, pamoja na wadau wengine tuko pamoja kwenye kutekeleza huu mradi ili tuhakikishe kwamba yale ambayo yamepangwa kwenye huu mradi yanafanyika kama yanavyotakiwa kufanyika. Pengine kwenye utoaji wa fedha hizi ama mradi huu, sababu si tu Tanzania pekee, kuna baadhi ya mataifa ambayo yamepewa. Kitu ambacho pengine mimi nilitamani kufahamu ni nini kilichokuwa kinazingatiwa kwamba mpaka taifa lipate nafasi pengine sasa ya kupewa ufadhili huu kwa ajili ya kujikinga na majanga ambayo umeyataja? Kwanza taifa liwe limepanga vipaumbele vyake. Lakini pia pamoja na kupewa ufadhili, ndio unatakiwa pia serikali pia inatakiwa ionyeshe kuchangia, ionyeshe pia mchango wake. Ndio. Kwa hiyo hizi fedha tumepewa na huo mfuko, lakini pia serikali ya Tanzania pia imechangia. Serikali ya Tanzania pamoja na wadau wengine. Kwa hiyo na ndicho kinachomtia moyo mfadhili kuweza kutoa mchango wake. Kwamba Tanzania ni mmoja ya wachangiaji wazuri. Kwamba Tanzania na sisi tumetoa mchango. Na mchango wa Tanzania huko katika mambo mengi, huko kwenye fedha, watatumika kutekeleza mradi huu. Watumishi watakaotumika ni wale wanaolipwa mishahara ya serikali, ofisi za serikali zitatumika, magari ya serikali, miundombinu mbalimbali itatumika kwa ajili ya kutekeleza mfuko, kutekeleza mradi huu. Kwa hiyo mchango wa serikali pia ni mkubwa na wadau wengine pia ni mkubwa kwa kuongezea hii ambayo imetolewa na huu mfuko. Yeah. Ina maana gani sasa kwenye sekta ya afya? Hii ina maana kwamba kwanza natakiwa matumizi ya hizi fedha yatumike na yalete matokeo chanya yanayoonekana. Na tumejitahidi kupanga mipango ambayo itaweka vitu ambavyo, mifumo ambayo itakuwa sio ya leo tu, ya mwendelezo. Itakuwepo na inaonekana hata mtu akija miaka ijayo anaikuta. Na ni kitu ambacho kitasaidia jamii kwa muda mrefu. Sio vitu vya kupita tu. Kwa hiyo mradi huu unalenga hasa katika kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa na ugunduzi wa magonjwa mapema. Halafu itaweka mifumo ya maabara, ya uchunguzi wa kimaabara ili kuweza kutambua magonjwa mapema iwezekanavyo. Kitu kikubwa kwenye magonjwa ni kuweza kutambua mapema kabla hayajatokea. Kwanza uipate viashiria vile kabla magonjwa hayajatokea. Mfano labda uweze kujua kwamba kutakuwa na mvua nyingi. Mvua nyingi zikija zitakuwa na madhara, mafuriko. Kunaweza kutokea magonjwa ya kuhara na magonjwa mengine. Kwa hiyo kupata vile viashiria mapema, unaanza kuvifanyia kazi mapema. Lakini hapo ni kuandaa sasa na mifumo mingine. Unaandaa mifumo ya maabara kwamba nitapima vipimo, niwe na vipimo tayari. Lakini pia kuandaa timu ambazo wataalamu ambazo kama ikitokea lolote wataweza kukabiliana nalo. Lakini pia kuna masuala ya uratibu ambayo mengi yanakuwa pia yanaratibiwa na ofisi ya waziri mkuu, kwa sababu tuko sekta mbalimbali ofisi ya waziri mkuu inaturatibu vizuri. Lakini pia kuweza kufanya tathmini ya yale tuliojipangia kama kweli yametekelezwa ipasavyo. Kwa hiyo tunaenda kujenga mifumo ambayo itakuwepo kwa muda kuanzia sasa mpaka siku zijazo. Mifumo hii itatuwezesha kujiandaa, kwanza kuzuia, halafu na kujiandaa na kuwa na uwezo wa kudhibiti endapo litatokea tatizo lolote au janga lolote, tuweze kukabiliana nalo. Mfano ilivyotokea Uviko 19, tulijifunza kwamba kuna mambo ambayo yalikuwa hayajaandaliwa vizuri. Kwa hiyo kutokana na masomo ambayo tulioyapata kutokana na Uviko 19 pamoja na majanga mengine, imeonekana kwamba tunahitaji kujiandaa na kuwa na mifumo thabiti ya kupambana pamoja na kudhibiti.
Kwa mfano labda niseme mahospitali yetu yawe na vifaa ambavyo vina uwezo wa kutibu magonjwa yakitokea mapema. Ndio. Miundombinu ambayo imewekwa sasa. Baada ya ile janga tumeweka miundombinu mingi, na miundombinu hii inawezesha sasa kama ikitokea changamoto urahisishwaji tuweze kuligundua mapema. Tuweze kuligundua mapema. Maabara zetu ziweze kupima mapema na kuwa na uhakika kwamba wakati huo tuna changamoto ipi. Na kama sasa ikitokea wagonjwa waweze kutibiwa na kuzuia wasiendelee tena kuwepo wagonjwa wengine. Kama ambavyo imeonekana majanga, kwa mfano majanga yaliyotokea ya Marburg kule Kagera, jinsi ambavyo tuliweza kuyakabiliana nayo mapema na kuzuia ugonjwa usiendelee tena, na wale ambao waliugua wakaweza kutibiwa kwa sababu kuna miundombinu ambayo tayari imewekwa. Sasa kuna takiwa kuimarisha miundombinu hii kwa nchi nzima, na sio kwa Wizara ya Afya tu, hata kule kwenye wizara nyingine, kwa mfano Wizara ya Mifugo, ambapo tunafahamu kwamba magonjwa mengi yakiwepo mifugo yakiugua wanaweza pia wakaambukiza binadamu. Kwa hiyo ni kuimarisha mifumo kwa ujumla, na sio kitu cha leo tu, mifumo ambayo itakuwepo leo na miaka ijayo. Na tunafahamu kwamba kuzuia magonjwa kunaanza na mwanajamii mwenyewe. Mwanajamii mmoja, lakini pia kuna jeshi letu lile ambalo liko ndani ya jamii, tunajulikana kama wahudumu wa afya ngazi ya jamii. Wajibu wa jamii pamoja na hawa wahudumu, kwanza wajibu wa jamii wenyewe, familia moja na mtu mmoja ni kujizuia kupata magonjwa na kuvifahamu vile viashiria vya magonjwa na kutoa taarifa za magonjwa pale ambapo ameona viashiria hivyo, na pia kwenda kupata huduma pale anapopata tatizo. Lakini lile jeshi letu la jamii limefundishwa jinsi ambavyo watafanya utambuzi wa mapema kabisa wa matukio katika ngazi ya tetesi. Sio lazima ahakikishe kwamba yeye ni tayari kuna tatizo. Kuna mfumo ambao upo tayari wa kutoa tetesi, na umeshafanywa pia kuwa ni wa kidijitali, kiasi kwamba wahudumu au hata mwananchi mmoja akipata tatizo anatoa taarifa kwa mhudumu, na mhudumu wa afya ngazi ya jamii anatoa taarifa kwa kituo cha afya cha kutolea huduma kilichoko jirani. Lakini kuna pia uwezekano wa kutoa taarifa hizo kwa kupitia mfumo ambao tayari umewekwa na wamefundishwa jinsi ambavyo watatoa taarifa kwenye huo mfumo, na pia kushirikiana katika udhibiti. Timu za afya zinapokwenda kudhibiti magonjwa wanashirikiana na hizi timu za wahudumu wa afya ngazi ya jamii katika kuelimisha, kuzuia na kuendelea kutoa taarifa na kuendelea kusimamia zile hatua za udhibiti ambazo zinawekwa na wataalamu. Ndio. Sister Rosa Misty Kasambu, kwa niaba ya mkurugenzi wa huduma za mifugo Tanzania, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, ushiriki wenu ni upi hapa? Asante sana ndugu mtangazaji. Kama nilivyosema kwamba sisi kama Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Idara ya Huduma za Mifugo, tunahusika na afya za wanyama. Sasa wanyama hawa ni wengi. Kutokana na hawa wanyama tunapata magonjwa mengi. Na haya magonjwa hayaendi kwenye miti, yanaenda kwa binadamu. Na tukiangalia 72% ya magonjwa ya wanyama yanaathiri binadamu. Sasa huyu binadamu wengi wanafahamu magonjwa ya kichaa cha mbwa. Ndio utasikia sister hapa au daktari, mbwa huyu ameua mtoto wangu au ameuma mtoto wangu, amefanya nini? Lakini kuna magonjwa mengine ambayo tunayapata ambayo sasa ni magonjwa ya mlipuko. Kwa mfano tuna magonjwa kama kimeta. Kimeta kinaweza katoka kwa wanyama pori kikaenda kwa wanyama wa nyumbani, na huyu mwananchi au binadamu akatumia nyama ambayo pengine haijakaguliwa,
au ambayo haijapitishwa kwamba yeye aweze kuitumia, matokeo yake anaweza kupata haya magonjwa. Kwa hiyo sisi kama Wizara ya Mifugo na Uvuvi tutashiriki kutoa elimu kwa jamii. Ndiyo. Kwa kuwaeleza ni magonjwa gani ambayo tuyategemee kama magonjwa ya mlipuko. Lakini na dalili zake ni zipi? Kwa mfano huo ugonjwa wa kimeta niliosema, amekakamaa na hawezi kujikunja na damu ile haigandi. Kwa hiyo huyu mwananchi sisi tutamjengea uelewa. Lakini pia Dr. Vida ameongea juu ya magonjwa ambayo yanatokana kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa mfano bonde la ufa, hii ni homa ambayo inasababishwa na virusi. Kunapokuwa na mvua nyingi sana, uwezekano wa kupata ugonjwa wa homa ya bonde la ufa ni mkubwa sana. Sister, wakati unaelezea nimekumbuka jambo moja. Karibu. Mimi na ndugu zangu wa huko kijijini kwetu huko. Ndio. Ng'ombe ya kifa au mbuzi ni sali ya Mtume kiukweli. Hatuwezi kumwacha. Ndio. Hatuwezi kumwacha na pengine hatuna elimu ya wataalamu wa maafisa mifugo kwamba atakuja kumkagua. Ndivyo ambavyo tuweze kumtumia. Ndiyo. Sisi tukikuta amekufa, panga liko wapi, kisu kiko wapi, tunagawana, tunakula na maisha yanaendelea. Sasa hiyo ndugu mtangazaji, mimi kama mtaalamu siruhusu. Ndio sasa najaribu kuona mfuko huu ama mfumo huu ambao mnaenda kuuzindua kesho. Unaendaje kutunufaisha moja kwa moja sisi wafugaji ambao tunatakiwa tuwe sehemu ya kujikinga na magonjwa ya mlipuko hayo ambayo sisi hatuna elimu nayo. Yaani sasa hii elimu au mradi huu ndio unaenda kutoa hii elimu. Tutazunguka vijijini kwa sababu huu mradi unaenda kujenga uelewa kwa mwananchi, lakini kabla ya mwananchi hajapata uelewa, tunaenda kuwa na wataalamu wengi wa ziada. Ndio. Wa ziada ambao watafundishwa haya mambo. Tayari wanayafahamu, lakini watapata semina mbalimbali. Watapata mradi utatupa vipeperushi. Tutapata mabango. Tutapata vitu mbalimbali ambavyo mimi kama mtaalamu vitanisaidia kumpa huyu mwananchi ili aweze kuelewa magonjwa mbalimbali ya mlipuko, kukiwepo na magonjwa ya mafua makali ya ndege. Ndio. Kukiwa na ugonjwa wa Ebola. Haya yote ni magonjwa ya mlipuko. Mwananchi hana habari na hivi vitu. Kwa hiyo sisi huko mipakani, wataalamu waliopo watajengewa uwezo mkubwa sana wa kuweza kutoa elimu kwa wananchi wetu. Lakini kama pia alivyosema Dr. Vida, mifumo inaendelea kuboreshwa. Sasa hivi unajua wananchi wengi, ndugu mtangazaji, wana smartphone. Ndio. Sasa smartphone watanufaika vipi? Na mimi pia nitapata majibu kwa huko mbeleni baada ya kwako. Mimi nikatamani kufahamu kutoka kwake mratibu wa Afya Moja, sehemu ya Afya Moja, Idara ya Management ya Maafa, Ofisi ya Waziri Mkuu. Mmejipangaje kwenye hili? Lakini majukumu ya idara hii. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyoanza kusema, mimi natoka Ofisi ya Waziri Mkuu, Idara ya Management ya Maafa, sehemu ya Afya Moja kama mratibu wa Afya Moja. Tuongeze kidogo tu hapo tupate elimu. Afya Moja, tunapozungumza kuhusu Afya Moja, Afya Moja ni mbinu ambayo inatumika kuratibu shughuli zinazohusisha sekta zaidi ya moja. Za masuala ya kiafya. Ndio. Yani sio masuala ya kiafya tu, ni masuala mtambuka, yani tuseme. Ndio. Ambayo tunajua kwamba haya sekta moja haiwezi ikatatua ikiwa peke yake. Na ndio maana tuko hapa kama waratibu, kama Dr. Vida alivyotangulia kuongea kwamba mradi huu Ofisi ya Waziri Mkuu ni mratibu, unatekelezwa kwa kutumia dhana ya Afya Moja, mbinu ya Afya Moja. Kwa maana kwamba ni shirikishi, tunashirikisha sekta mbalimbali, si afya peke yao. Kama walivyotangulia wasemaji waliotangulia kwamba magonjwa ya binadamu, asilimia tunaweza tukasema 60 ya magonjwa ambayo binadamu wanaumwa, mengi vimelea vyake vinatoka kwa wanyama.
Sasa ili afya ya jamii tuweze kuwa salama, tunahitaji kushirikisha sekta ya mifugo na wanyamapori na mazingira na sekta nyingine mtambuka, ili kuhakikisha kwamba Wizara ya Afya inapohangaika kutibia watu na kutoa elimu namna ya kujikinga, hizi sekta nyingine ziweze kushiriki katika kuhakikisha kwamba wale vimelea kule waliko hawawezi kutoka kirahisi kwenda kumuathiri huyu binadamu ambaye mwisho wa siku ndo yeye yani anapokea kila kitu. Kama sister alivyosema hapa kwamba wewe mwenyewe umesema kwamba ng'ombe akifa, mbuzi akifa ni sema afadhali sasa wazazi wetu kijijini hawachinji mbuzi. Sasa ile mbuzi afe mwenyewe. Ile mimi kama mwananchi wa kawaida ninakuwa ninatumia vile kwa sababu sijui ni nini kipo kwa yule mnyama, lakini wataalamu wao wanajua. Lakini wale ambao wanahusika na mifugo na vitu kama hivyo, wao wanaweza akajua tatizo hapa ni nini. Kama ni shida ni kimeta au shida ni ugonjwa mwingine labda brucellosis sijui au ni kitu kingine, hiki kinaweza kikaathiri binadamu, basi watawasiliana na Wizara ya Afya kuwajulisha kwamba huku kuna tatizo hili, wananchi wapewe elimu ili wasiweze kutumia kitu 1 2 3 kwa sababu ya tatizo lililopo. Kwa hiyo ule ushirikiano wa pamoja ndio jukumu letu sisi ofisi ya Waziri Mkuu kuratibu. Na kama ilivyo kimuundo, ofisi ya Waziri Mkuu yeye ni mratibu wa shughuli zote za serikali. Kwa maana hiyo kuratibu sekta zote ambazo ziko chini yake. Na kama ndivyo ilivyo mratibu mkuu, hilo linaweza likatokea kwa kuweka vifaa ambavyo vinavyostahili, lakini vile vile kuwajengea uwezo wataalamu ambao wanahusika na utambuzi wa magonjwa yale yanayohusika. Tayari tumeshaambiwa kwamba sehemu kubwa ya magonjwa ambayo yanamwathiri binadamu yanatoka kwenye mifugo. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba ukiimarisha eneo hili la upande wa mifugo na upande sehemu zingine ambapo zinaweza zikaleta athari kwa binadamu, inakuwa ni rahisi kwamba kupata lile lengo kuu la mradi, kwamba kupunguza madhara ambayo yanaweza yakatokana na milipuko ya magonjwa ya mifugo na majanga mengine ambayo yanaweza yakaa. Leo unajua leo ndo nimeanza kupata elimu sasa Betha, sababu kwa dhana tumekuwa tukisikia baadhi ya magonjwa mengi huwa yanahusishwa na wanyama. Kwa mfano wakati sisi tunaanza kusikia pengine maambukizi ama mlipuko wa virusi vya ukimwi, tulikuwa tunaambiwa unasababishwa na sokwe. That time. Lakini wakati wa COVID-19 unasababishwa na popo. Kwa unajua ile rumors za kijamii kwa elimu yetu ya kawaida. Sasa naanza sasa kuelewa kwamba mifugo inaweza, tusipoitumia vizuri sisi wananchi, inaweza kaleta matokeo mabaya sana. Kwa mfano kama hujakaa sana ziwani, kuna season ndani ya ziwa kunakuwa na samaki wanaibuka tu kutokea. Sasa unakuta tu wamekufa ziwani na watu wanakimbilia kuchukua samaki, unakuta mtu anachemsha supu dakika 2 anakula. Sasa tunafanyaje sasa kuisaidia hii jamii iweze kuelewa kwamba tukiona samaki wamekufa tu ziwani ghafla, kabla hatuja watumia lazima tuende tukapime ndio turudi kwa wananchi, mtaalamu wa maabara. Asante sana ndugu mtangazaji, kwamba hilo ni eneo muhimu sana ambalo mradi umelenga. Kwa maana ya kwamba kujenga ile uelewa kwa jamii ili kuweza kushirikiana zaidi na wataalamu kuhakikisha kwamba tunapunguza madhara ambayo yanaweza yakaletea ile milipuko ya magonjwa. Kwa namna gani? Kwamba ni kama hivi ambavyo nasema, ukiona kitu chochote ambacho si cha kawaida, kwa mfano vifo vya samaki, unazungumzia samaki au mifugo ya, ni muhimu